Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Tukiendelea na sherehe yetu ya Alfiyat ibn Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, na tunaingia moja kwa moja katika sherehe ya beti yetu warfa biwawin wa biya ujransibe salim jami amirin wa mudhib. Anasema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, dhakara al-musannif qismaini, ametaja musannif mafungu mawili ambayo rabani bil hurufi, yanayorabiwa kwa herufi. Akataja ahaduhuma, mojawapo ni al-asma'u sita, wa thani na pili al-muthanna, wa katakaddama al-kalamu alayhima, na maelezo yashatangulia kuelezewa nyuma. Thumma dhakara fi hadha al-bayt al-qisma thalitha, kisha katika kifungu hichi cha beti akataja fungu la tatu, wa huwa jamu al-mudhakkar salim wa ma humila alayhi, ni jamu mudhakkar salim na vile ambavyo vitakuwa vimechukuliwa juu ya hukumu hiyo ya jamu mudhakkar salim, mulhaqati wa i'rabuhu bil wawi raf'an, na kuirabiwa kwake jamu mudhakkar salim inakuwa ni kwa wawu wakati wa kurufaishwa, wa bil ya'i na ni kwa yeye nasban wa jarran wakati wa kunasibishwa au kudhurishwa. Wa ashara bi qawlihi, kisha akaashiria kwa kauli yake aliposema amirin wa mudhnibin ila ma yujma'u hadha jam, akaashiria vile ambavyo vitakuwa vinafanywa kwa jamu hii. Wa huwa qismani, nayo ni mafungu mawili. Aliposema amirin wa mudhnib kaashia vitu viwili. Kitu cha kwanza alichoashiria ni jamid, na kitu cha pili ni sifa. Jamid kama tamko amirin hapo ilipo ametumia kama vile ni ismu jamid, na sifatin kama mudhnib kwa sababu ni ismu fa'il ya adhnaba, mwenye kufanya madhambi. Kwa hiyo hizo zinaingia katika upande wa kutengenezwa jamu mudhakkar salim katika upande wa kaida, na wala hazina shida yoyote. Fayushadu fil jamidi, kwa ina kwa shati katika upande wa jamidi ili itengenezwe jamu mudhakkar salim ayakuna alaman, kwanza iwe ni alam kama vile Muhammad, mfano tena li mudhakkarin ya mwanaume, mfano Muhammadun na Zaidun, tena akil ya kitu chenye akili, khaliyan min ta'i tanith, yebuka na ta ta'anith, isdika kama vile Hamza wa Talha ambayo itakuwa ina ta'u mwishoni. Sasa ni ta'u ya ta'anithi al-lafzi au ta'anith al-haqiqi. Wa min tarkib, vile vile pia ipukane na tarkib, isiwe imepandanishwa kama vile kina Sibawaihi, kina Firauna na nyinginezo. Kwa hiyo fa ilam yakuna alama, ikiwa sio alam, lam yujma bil wawi, haitofanya jamu kwa wawu wa nun, fala yuqalu, haitosema fi rajulin, haitosema rajuluna, kwa sababu hiyo sio alam, sio maarifa, ni nakira. Naam, anasema idha sughira, ikifanywa tasghiri ikadogeshwa, jaza dhalika, itajuzu. Na mfano rajul tasema rujailuna li'annahu wasfun, kwa sababu wakati huo itakuwa ina sifa, yani itaegemezwa katika upande wa sifa, itakuwa ni kama vile mfano wa zile auswafi kina ismu fa'il na nyinginezo, maana yake itakuwa ina sura fulani ya sifa, na ndio maana ikawa wakati huo inafaa kuipeleka katika upande wa jamu mudhakkari salim. Na namba moja chini akashuka kama faida, akasema wajaa min dhalika qawlu shair, na imekuja kauli ya mshairi katika hilo, anasema zaamat tumadhiru annani imma amut, ameleta madai huyu tumadhiru ni mwanamke, annani kwamba mimi, imma amut ni kifa. In ma manake ni in ya shartiya ambayo imedhihimishwa katika ma almudghamatu fi ma azaida, imma amut ni kifa, jawabu lake la sharti yasjudu, basi wataziba ubainuna, vile vitaziba vile vijitoto, manake ubainuna ni tasghiri ya ibnu al-asaghir, vitoto vidogo, vitaziba khallati, ule upenzi wangu au upendo wangu. Kwa hiyo mahallu shay fi qawlihi ubainun, ubainuha, aliposema kwamba ubainuha, vijitoto vyake, vitoto vya huyo tumadhiru. Fa inahu jamun, hiyo inakuwa ni jamu musagharu, imefanya tasghiri ya tamko ibn, jamu mudhakkar salim, wa warafahu bil wawi, na vile vile akairufaisha hapo mshairi kwa wau, ni abatana ni dhamma, wala la tasghir, lakini kama ingekuwa sio tasghiri basi la majaza ya jumahu, isingejuzu kuikusanya yeye hadha aljamaa, li annabnan, kwa sababu tamko ibna inakuwa ni ismu jamidin wa laysa bi alam, ala si alam. Wa inma sawagha tasghiru dhalika, lakini imejuzisha ile tasghiri li anna al-isma al-musaghara, kwa sababu jina lilokuwa limedogeshwa fi quwwati al-wasf, lina sura ya nguvu kiupande wa sifa kuliko upande wa jamid, yani kuliko upande wa kuifanya alam, au katika upande mwingine kwamba ni jamid ndio kinyume chake, kwa sababu kinyume cha sifa itakuwa ni jamid. Pamoja na kuwa majina ambayo ni jamid yapo ambayo yatakuwa yanafanya mudhakkar salim kina Muhammad na nyingineyo, lakini yanaingia kwa sharti nyingine. Kwa hiyo tunasema kwamba hapo inakuwa na nguvu kiupande wa sifa. Ala tara, hivi huoni, anna rujailan, kwamba tamko rujail fi quwwati kaulika, ina nguvu katika kauli yako, kama vile kusema rajulun saghirun, ukisema kwamba rujailun kama vile kusema kwamba kijimtu kijidogo, ni kama kusema rajulun saghirun au haqirun, maana moja. Saghirun, haqir ni kitu ambacho ni kijidogo chenye kunyongeshwa. Wa anna ubainan, na kwamba ubainan hichi kijitoto fi quwwati kaulika, kama kusema
katika kauli yako kiupande wa nguvu ibn saghirun, hivi huoni maana yake imefana zaidi na upande wa sifa. Kwa hiyo ni faida katika faida aliyokuwa ameeleza Sheikh. Wa inkana alama, na ikiwa ni alam akaelezea li ghairi mudhakkarin, ambao ni alama sio kwa mwanaume, basi lam yujma bihima, haitofanya jamu mudhakkari salim. Fala yuqalu, haitofa fi zainabuna. Wakadhalika vile vile pia inkana alama li mudhakkarin ghairi akili, ikiwa ni alamu ya mudhakkara kitu kisichokuwa na akili, fala yuqalu, haisemi mfano fi lahiqin. Lahiq na kuwa ni alam ya ismu faras, ni farasi fulani alikuwa anaitwa lahiq, ambao pia nakumbuka anasema kwamba pia ni faras wa Muawiya alikuwa na pia jina hili walahiqin. Kwa hiyo itakuja huko mbeleni walahiqin wa shadhkamin wa hailatin wa washiqin katika upande wa majina ambao ni alam. Kwa hiyo inakuwa ni ismu farasin. Kwa hiyo hii haifai lahiquna kuifanya jamu mudhakkari salim, kwa sababu inakuwa ni alamu ya kitu ambacho hakina akili. Wa inkana fihi ta'ut ta'nith, na ikiwa ndani yake kuna tia kike, basi fakadhalika vile vile pia la yujma bihima, haifanywi jamu mudhakkari salim. Fala yuqalu, hakusemi fi talhatu kasema talhuna wa ajaza dhalika al-kufi, lakini wanachuoni wa Kufa wamejuzisha kwamba unaweza ukasema talhuna inafaa kwao. Wanachuoni wa Kufa wao wamejuzisha hilo, na huko namba chini akataja tena dhahaba al-kufiyuna, wamekwenda wanachuoni wa Kufa ila annahu yajuzu, kwamba inafaa jamu al-alam al-mudhakkari, kuifanya jamu alam ambao ni mudhakkari al-makhtumi bi ta'it anith, iliyomalizika mwishoni na tia kike, ka Talha wa Hamza jamu mudhakkarin saliman bil wawi wan nuni au abiliya wan nun, baada hadfi ta'it anith, baada ya kuondosha tia kike alati ambayo fil mufradi, iliyokuwepo katika upande wa mufradi. Wa afaqahum ala dhalika Abul Hasan ibn Kaysan, amekwenda nao sambamba katika kauli hiyo. Wala dhalika, najua hilo, yakuluna, wanasema jaa at-talhuna wal hamzuna wa ra'aytu at-talhin wal hamzina, wala hum ala dhalika thalathatu aqwal, najua hilo wana kauli tatu. Al-awwal, kauli ya kwanza, anna hadha alamun ala mudhakkarin, kwamba hii inakuwa ni alamu juu ya mudhakkari, wa inkana lafdhu muannath, na ikiwa hata kama lafdhi yake ni ya kike. Wal ibratu bil maana la bil lafdhi, wanasema kwamba kinachozingatiwa ni maana ile ya kiume na wala sio lafdhi huwa ni ya kike. Wathani, ya pili, anna hadhihi taa, kwamba hii fi takdiri limfisal, ipo katika kukadiriwa kama vile haipo katika jina, yani inakadiriwa katika upande wa kutengana na ile jina, yani taa ya taanithi inakuwa kama vile ni ziada tu, bidalili sukutu ya, kwa sababu ya dalili ya kuondoka kwake hii taa fi jami muannathi salim, katika jamu muannath salim, fi qawli, katika kauli yao wanasema talhatun wa hamzatun. Wa thalithu, na tatu, anna al-ijma, kwamba ijma wanachuoni munaqidun, imefungika, wamekubaliana ala jawazi jami al-alami al-mudhakkari, juu ya kuifanya jamu mudhakkari al-makhtumi bi alif at-ta'nith, kwamba wamekubaliana hilo wanachuoni kwamba inafaa jina ambalo litakuwa lina alif ya ta'nith mwishoni ukaifanya jamu mudhakkari salim. Kwa hiyo falau samaina rajulan, kama tutamuita mtu bihamra, ni mtu labda anaitwa hamrau na ina alif ya ta'nith mamduda mwishoni, au hubela, na ni majina ya kike asili yake, mwenye mimba. Kwa hiyo umetumika nje la mtu anaitwa hivyo, jaza jamuhu, itajuzu ala hamrawina, ukasema hamrawina au hubelina, hamrawin au hamrauna wakati wa kurufaishwa. Na hiyo hubelina au hubeluna maana yake wakati wa kurufaishwa kuja wao, wakati kunasibishwa itakuja yeye na kujulishwa. Wakadhalika vile vile pia akasema wala shaka, na wala hakuna shaka, anna al-isma al-makhtuma bi alif at-ta'nith, kwamba hili jina ambalo litakuwa limalizika na alif ya kike, ashaddu tamakkunan fi at-ta'nith, litakuwa liko imara zaidi kiupande wa kuonyesha ukike, min al-makhtumi bi at-ta'nith, kuliko ile ambalo litakuwa linatia kike. Wa idha jaza jamu al-ismi al-ashaddi, ikiwa imejuzu kulifanya jamu jina ambalo litakuwa kuonyesha ukike uko juu zaidi, tamakkunan fi at-ta'nith jamu mudhakkarin saliman, basi fajawazu jami al-ismi al-akhaf, kule kujuzu kwa jina ambalo litakuwa ile kuonyesha taanithi ni kwepesi zaidi, ni kudogo zaidi, tamakkunan fi taanithi hadha aljami, maana yake itakuwa mimbabi aula, kama alivyosema inakuwa ni jaizun, itakuwa inajuzu mimbabi aula, kama vile kiasu al-aulawi, kwamba ikiwa mtu amekatazwa kumwambia mzazi wake uffin, maana yake kumpiga mimbabi aula. Kwa hapa maana yake ni kama ni kiasu al-aulawi, kufanya kiasi kile ambacho kitakuwa ni kikubwa zaidi kwa kile ambacho ni kidogo zaidi. Kwa maana yake ikiwa ile kubwa zaidi limefaa kulifanya jina la mudhakkar salim, je ile ambayo litakuwa linatawi ya taanithi maana yake itakuwa ni mimbabi aula, itafaa moja kwa moja. Wakhtalafa an-nuhatu, na kutofautiana na chuoni, fi jami al-alam, katika kulifanya jamu tamko ambalo ni al-alam al-murakkab tartiban mazdiyan, ambalo litakuwa limepandanishwa
majina yakawekwa mahali pamoja. Hal yujma jamu mudhakarin saliman, je linafanywa jamu mudhakar salim? Faqala jumhur, wakasema wengi la hapana. Wakala kaumun, wengine wakasema naam itafaa. Wa yujma sadruhu, lakini sadru yake kile kifungu chake cha mwanzo ndio ambacho kitafanya jamu. Fayukalu fi jami sibawai, mfano katika jamu ya sibawaihi itasema sibuna, ile waihi itaondoshwa, itafanywa jamu hii sibuna, hii tamko la mwanzo, sababu imepandanishwa sibun na waihi, maana yake harufu nzuri. Wanasema au wengine wanasema kwamba ni harufu ya tufaha ndio inaitwa hivyo sibun, sibawaihi. Kwa hiyo wakala kaumun, wengine wakasema kwamba watujmau jumlatuhu, kwamba itafanywa jamu jumla yake, maana yake jumla hii ya nzima, maana yake utasema kwamba sibawaihuna haitaondoshwa kitu, maana yake haitofanywa kama hii ya mwanzo, labda sadri yake peke yake, hichi kilichokuwa kimetangulia. Ama al-murakkabu tarkiban isnadiyan, ama ile ambayo imepandanishwa tarkibu isnadi kama vile kitendo na fa'il au mubtada na khabar, tarkibu isnadi hii fakad ajma, hiyo wamekubaliana ala annahu la yujma bil wawi, haifanyi jamu kwa waw wa nun au awili ya au kwa ya wa nun, maana yake hii inairabiwa ala al-hikaya, inabakia kama ilivyo. Anasema jara majrahu qabla majrahu, itabakia kama ilivyo katika mapito yake. Ukisema labda ni mtu anaitwa jaa Muhammadun, ukasema labda jaa Muhammad, amekuja yule mtu anaitwa jaa Muhammad, utasema tu ni failu marfuun bi dhammati muqaddara ala akhiri, maana min dhuhuri ishtighalu mahali bi harakati al-hikaya. Kwa hiyo itabakia kama ilivyo na wala haitotengenezwa hii, ikiwa umekusudia kuifanya jamu mudhakkar salim, hutoipeleka katika upande wa kuiongeza wao na nuni mwishoni. Kwa hiyo hiyo ndio tarkibu al-isnadi, na itakuja katika mlango wake mbeleni huko insha Allahu taala. Kisha Sheikh akaendelea akasema, baada ya hapo akasema Sheikh, wakadhalika vile vile pia idha kana murakkaban fala yuqalu fi sibawaihi, fani tarkib haitosemwa katika upande wa sibawaihuna, wa ajaza baadhuhum, lakini wamejizisha baadhi yao. Washtatu fi sifa, na nikashati katika upande wa sifa, nitakuna sifa li mudhakkari na akili, iwe ni sifa mudhakkari kitu chenye akili, khaliyatan min ta'i ta'nith, tena hali ya kuwa imepukana ta kike, laysat min babi af'al, isingie katika mlango wa af'al ambao sifa yake inakuja hivyo, ambao muannath ni fa'ala, wala min babi fa'alan, wala isingie katika mlango wa fa'alan ambao muannath yake ni fa'ala, na hizi zinaingia katika upande wa sifa mushabbaha. Wala walikuwa wamesema sarfu watakutana nazo, mfano ahmaru hamra'u au shab'anu shab'a, ndio kama ifa'alanu fa'ala, sakranu sakra, zisingie huko. Wala mimma yastawi fihi almudhakkar, wala vile vile pia haifai kufanywa jamu mudhakkar salim vile ambavyo sifa yake inakubali mudhakkar na muannath ndani yake, kutumika wa kike na wa kiume. Kwa fakharaja kukatoka biqaulina sifatu limudhakkarin, kumetoka makana sifatu limuannathin, ile ambayo itakuwa ni sifa ya muannath, fala yuqalu, hakusemu fi haidhin haidhuna. Wa kharaja kumetoka biqaulina, aliposema akil, kumetoka makana sifatu limudhakkar min ghairi akilin, ile sifa ambayo ya kitu kisichokuwa na akili lakini mudhakkari, fala ukala, ukasema mfano katika sifatu farasin sabiqin, ukasema sabiquna, maana yake ni sifa farasi mwenye kutangulia, mwenye kwenda mbio wakati huo. Wa kharaja biqaulina, na imetoka kauli yetu aliposema khalia min ta'i ta'nithi, ikiwa imepokana ta kiki, kumetoka makana sifata limudhakkar na akil, lakini fihi tautan, lakini ndani kuna ta ta'nith, na mfano allama, fala ukalu fihi, hakusema ndani yake allamuna. Wa kharaja biqaulina, na kumetoka kauli yetu aliposema laysat min babi af'ala, ambao muannath wake ni fa'ala, kumetoka makana kadhalika vile ambavyo vitaingia katika mlango huo, kama ahmar hamra na abyad, zile sifa zinazoonyesha rangi au mapungufu maradhi. Fa inna muannathahu, haka muannath wake itakuja ni hamra, fala yuqalu fihi, haisemu ahmaruna. Wakadhalika vile vile pia makana min babi fa'alan, kile ambacho kitakuwa katika mlango wa fa'alana, muannath wake ni fa'ala, kama vile sakranu sakra, shab'an shab'a, fala yuqalu, hakusema sakranuna. Wakadhalika vile vile pia haifai idha stawa fil wasfi almudhakkar muannath, na mfano saburun na jarihun, fa innahu yuqal, haka hii husemwa kwamba rajulun saburun, au kama ni mwanamke unasema ra'atun saburun, natumika sifa hiyo saburun kwa mwanamume na mwanamke. Wa rajulun jarihun, ambao inakuwa ni sigha zile mubalagha, wa rajulun jarihun, na vile vile pia rajulun jarih bi maana majruh, mtu mwenye kujeruhiwa, na mwanamke jarihun maana yake majruha. Fala yuqalu, hakusema fi jamu mudhakkari ukasema saburuna wala jarihuna. Wa ashara almusannifu, kisha akashiria musannif rahimahullah ta'ala ila aljamidi, katika majina ambayo ni jamidi, aljami ambayo itakuwa imekusanya lishuruti, zile sharti allati sabaka dhikruha, zilizokuwa zimetangulia kuelezewa, bikauli aliposema amir fa innahu alamun, hiyo ni alam li mudhakkarin, ya mudhakkari ambayo itakuwa ni akilin, ambayo ni khalin
imepukana min ta'i ta'nith wa min tarkibi fayuqalu fihi tasema ndani yake amiruna wa ashara ila sifa na katika upande wa sifa al-madhkura iliyotajwa awalan huko mwanzoni akaashiria bikauli aliposema mudhnibin fa innahu sifatun inakuwa ni sifa li mudhakkarin aqilin khaliya iliyokuwa imepukana min ta'i at-ta'nithi wa laysat min babi af'ala na wala sifa hii haingii katika zile sifa ambazo zinakuja katika mlango wa af'ala wa muannath fa'ala na sifa hizo katika upande wa sarf tutaziona ni zile sifa zinazoonyesha al-uyub mapungufu maradhi au zinazoonyesha al-alwan rangi wala min babi fa'alan wala zile ambazo ziko katika mlango wa fa'alan katika sifatu mushabbaha ambao muannath wake ni fa'ala wala mimma yastawi fihi al-mudhakkaru wal muannath wala vile ambavyo ndani yake hutumika kwa mwanamume na mwanamke fayuqalu fihi itasemwa katika mudhnibun jamu mudhakkar salim itasema mudhnibuna wallahu a'lam. Naeleza Sheikh Ashar musannifu rahimahullah ameashiria musannif au amrehemu baada ya kuelezea masala ya majina ambayo ni jamu mudhakkar salim na zile zinazounganishwa nazo mulhaqat na akaelezea lugha ile lughatu ghaslin na lugha nyingine ni lughatu arabun ambayo hapa hakuigusia lakini katika baadhi ya sehemu imeelezewa lughatu arabun na vile vile pia inajuzu kuitumia kwa kudhibitisha wao lughatu ghaslin kama tamko hini naloelezea hapo hii inatumika katika upande wa lughatu ghaslin kudhibitisha yeye maana yake inakuwa haiondoki katika tamko sininun au sininan sininin ama sinunun sinunan sinunin hii inakuwa ni kwa lughatu arabun. Ashara musannif rahimahullah bikauli posema shibihi dhaina ameashiria kwa tamko hilo na vinavyofana hivi vile ameashiria ila shibihi amirin kinachofana amir wa huwa kullu alamin ni kila alama ambayo ni mustajmin lishuruti sabiqi dhikruha ambayo imekusanya alamu hiyo sharti zilizotangulia kutajwa kama Muhammadin wa Ibrahima fataqulu tasema Muhammaduna wa Ibrahimuna wa ila shibihi mudhnib na vile vile pia kaashiria katika aliposema shibihi mudhnib inajufanana na mudhnib wa huwa kullu sifatin wa inakuwa ni kila sifa ambayo ijtama fiha shurutu zimekusanyika ndani yake sharti kal afdal kama vile tamko al afdal ambao ni ismu tafdhil wal dharrabi ambao ni katika sigha mubalagha wanahu na mfano wake fatakuta sema al afdaluna wal dharrabun wa ashara biqawlihi na akaashiria kwa kauli yake aliposema bihi shuruna akaashiria ila ma ulhika bi jami' al mudhakkar salim kile kilichokuwa kimeunganishwa na jamu mudhakkar salim fi irabi katika kukirabia bil wawi rafan wakati kurufisha ni kwa wao wa bil ya inakuwa yeye jarran wa nasban katika hali ya kunasibisha na kujurisha wa jamu al mudhakkar salim huwa ma salima fihi bina'ul wahid jamu mudhakkar salim ni ile ambayo imesalimika mufradi wake bina'ul wahid jengo la mufradi wa wujida fihi shurutu na ndani yake zikapatikana sharti allati ambazo sabaka dhikruha zishaelezewa huko nyuma famala wahida lahu kila ambacho hakina mufradi min lafdhi kiupande wa tamko lake au lahu wahidun au kina mufradi lakini ghairu mustakmil lishurut lakini hayukamilisha masharti basi falaisa bijami mudhakkarin salim hiyo haitoingia katika jamu mudhakkar salim bali huwa mulhaqum bihi bali hiyo itakutanishwa katika zile mulhaqat fa 20 mfano tamko 20 wa babuhu na mlango wake ambao wanakusudia ni 30 ila 90 mpaka 90 kwa hiyo hii inaingia katika mlango wa 20 ambazo ni mulhaqati za jamu mudhakkar salim ambazo zinaitwa al-adadu al-maqud zile idadi ambazo zimefungwa kwa hizo zote zinaingizwa katika upande wa mulhaqati li'annahu la wahida lahu min lafdhi kwa sababu hazina mufradi upande wa lafdhi idh la yuqalu 20 kwa sababu 20 huwezi kusema kama mufradi wake ni 20 wakadhalika vile vile pia tamko ahaluna ni mulhaqum bihi imekutanishwa na jamu mudhakkar li'anna mufrada huwa ahalun kwa sababu mufradi wake ambao ni tamko ahalun laysa fihi shurutul madhkura haina zile sharti zilizotangulia li'annahu ismu kwa sababu hiyo inakuwa ni ismu jinsi jamid ni ismu jinsi ambao ni jamid ambao sio mushtaq jamid maana yake kuchukuliwa kutoka katika masdari karajulin kama vile tamko rajulin tulivyo hiyo al-ahl na vile vile pia akasema kadhalika ulu vile vile tamko ulu lianahu la wahida lahu min lafdhi kwa sababu haina mufradi kwa upande wa lafdhi yake kama yenyewe ulu hakuna bali kimaana ipo kiupande wa mufradi kiupande wa maana sio lafdhi hakuna lakini kimaana unaweza kusema ni swahibu kwa sababu ulu ina maana ashab kwa hiyo na alamuna vile vile pia ni jamu alam wa alam na ai alam wanasema ni karajuli ni kama vile tamko rajuli ambayo inakuwa ni ismu jinsi jamid vile vile inakuwa ni jamid wa iliyuna tamko iliyuna ambao maana yake ni ismu li'ala aljanna ni jina la sehemu ya juu peponi walaysa fihi ash-shurutul madhkura na ndani yake hakuna sharti zilizotajwa kisha akaelezea likauni kwa sababu kwa kwake tamko hilo iliyuna lima la yaqilu imetumika kitu ambacho hakina akili wa aradhuna tamko aradhuna ni jamu ardhi ni tamko ambalo jamu yake ni
aradhuna na mufrad ni ardhun. Hii pia ni ismu jinsi ni jamid na muannath ya kike. Kwa hizo zote zimekosa masharti. Na akashuka namba moja kwa faida chini, anasema wakati jumia lafdhu ahal, alipokuwa nilizatamko ahal nayo imefanywa kuwa ni jamu mudhakarin saliman, jamu mudhakar salim shudhudan, kinyume na kaida wa dhalika ka kauli Shamfari, kama kauli aliyosema huyo walia dunakum ahluna, mimi na kinyume chenu nyinyi na ahluna watu, sayyidun amallasun, bwana ambaye ni amallasun yule mwenye kwenda haraka, mwenye kwenda mbio, sariul mashi ndio maana amallasun, wa arqatu na chui ni jina lake, tuhululu hidhu hululu na kwa ni jina la farasi, ni farasi huyo. Arfa'u jai'alu, huyo ni fisi anaitwa arfan au anaitwa jai'alu. Kwa mahalu shay'in tamko ahluna, ahluna hapo ilipo ambapo ni mubtada muakhar imerufaishwa marfuun bilwawi niabatan dhamma li'annahu mulhaqun bi jami' al-mudhakkar salim. Wakati jumia lafdh ardh na vile vile pia tamko ardh limefanya jamu mudhakkar salim, dhalika alladhi yaqulu, na ndio alikuwa ameelezea hapo katika upande wa beti. Mshairi anasema laqad dhajjatil ardhuna, ardhi zilipiga kelele, idh kama min bani sadusin, wakati aliposimama mtu kutoka katika bani sadusi ambaye ni khatibu, na aliposimama mzungumzaji fauka awadi mimbarin, juu ya miti ya mimbari ambayo imetengenezewa mimbari. Kwa mahalu shay'in tamko al-ardhuna ambayo imetumika kama jamu mudhakkar salim na ni mulhaq. Ilam vile vile pia juu anasema katika namba 3 anna i'raba sinin, na hii ni kwa tamko sinin ambayo tunalifuata sasa hivi. Anasema wasinuna, na tamko asinuna ni jamu sana, ni jamu ya tamko sana. Wa sanatu ni ismu jinsi muannath, na sana ni jina la kike muannath, na inakuwa ni ismu jinsi, inaonyesha jinsi ya vitu vya vinavyoonyesha miaka, miezi 12. Fahadhi kulluha mulhaqatun, vyote hivi vimekutanishwa bil jami' al mudhakkari lima sabaka min annaha ghairu mustakmilat lishurut, kama tulivyoelezea kwamba hazikukamilisha yale masharti. Wa ashara bi qawli, na akashia kwa kauli yake aliposema wababu ila babi sana, akaashiria mlango wa sana. Wa huwa kullu ismin thulathin, aliposema babuhu wa mithlahin qad yarid, na mlango wake anakusudia sana, kama tulivyoelezea kwamba kuna irabu za ziada ambazo zinajuzu kiupande wa vile ambavyo vitakuja kama vile tamko sana katika upande wa jamu. Unaweza ukavirudisha kule katika irabu ya mulhaqati ya kawaida, au ukaipeleka katika irabu hii katika lugha tu ghislin au lugha tu arabun. Kwa anasema ni kullu ismin thulathin, ndio kidhibiti chake kwamba ni kila jina ambalo ni thulathi, ambacho jina hili hudhifat la mulamul kalima, iliondoshwa ile herufi ya mwisho, wa uwidhu anha ha utanith, kisha ikawa kwa badala ya kike, wala yukasar, kisha ikawa haikufanya jamu taksiri, maana yake haikuletewa jamu taksiri yake kama vile tamko mia, miina, wa thuba, mekuja thubina. Kadhalika vile vile akaelezea wala listimalu shayon, matumizi haya ni yenye kuenea fi hadha na hawihi, katika haya majina na mengineyo. Fa in kusira, ikiwa imefanywa jamu taksir, maana yake imeletewa jamu taksir kama vile shafa, akasema jamu yake ni shifahun, kwa sababu mufrad yake ilikuwa ni shafahun, lakini kaondosha he ikawekwa iwadhu tau ikaja shafatun, kwa ndio maana katika jamu inakuwa inarudi shifahun. Kwa lam yustamal, haitotumika ikiwa imeletewa jamu taksiri yake, haitotumika katika i'rabu hii ya mulhaqati. Wakadhalika kama alivyoelezea illa shudhudan, isipokuwa ikiwa ni shadh, maana yake ikiwa imesikiwa hivyo basi haina tatizo, kwa sababu as-samau inabakia kwamba yuhfadhu ala ukasu alayhi, kile kinachosikiwa huwa kinahifadhiwa na wala hakifanywi kiasi kitu kingine juu yake. Fa innahum kasaruhu, hakika hii dhuba wamefanya jamu yake taksiri kwamba ni dhubati, wa jamauhu aidan bil wawi, na wakaifanya jamu yake na kuja kwa wao rafan katika hali ya kurufaishwa bil ya'i, na kwa yeye nasban wa jarran. Fakalu wakasema dhubuna wa dhubina. Wa ashara bi qawlihi, na akaashiria kwa kauli yake aliposema mithlahin ni kadiarit, akaashiria ila anna sinina, kwamba tamko sinina nahwahu na mfano wake qad talzamu huliya, inaweza ika lazima na yeye wajalu al-i'rabu ala nuni, na i'rabu ikawa imefanywa juu ya nuni mwishoni, i'rabu ya harakatun dhahira. Fatakulu, utasema mfano hadhihi sininun wa ra'aytu sininan wa marartu bi sininin, ukaweka tanwini, au ukitaka pia huweki tanwini. Na huku tumeacha faida katika upande wa namba 3, anasema ila mjua anna i'raba sinin, kwamba i'rabu ya sinina wa babahu, na vile vile pia mlango wake i'rabul jami bil wawi, kule kuirabia kwa jamu kwa wao raf'an wa bil ya'i nasban wa jaran, hiya lughatul hijazi wa aliya qais, lugha ya hijazi na aliya qais. Wa amma ba'dhu bani tamim, amma baadhi ya kola bani tamim na bani amir, fa yaj'alu al-i'raba bi harakatin ala an-nun, wa wanafanya i'rabu kwa haraka kwa nuni kule mwishoni, waltazimu liyaa, na wanaifanya hiyo kuwa ni lazima fi jamil ahwali, na bakia katika hali zote. Wa hadha huwa alladhi ashara ilayhi al-musannif, na ndio lugha ya al-sharia musannif bi qawlihi, ambayo ni lugha ghislin,
wa mithla hinin qad yaridi wa takallama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lugha, na mtume sallallahu alitumia lugha yake kuzungumza. Wadhālika nayo fi kauli aliposema yadu ala al-mushrikina, akiwa anaombea dua mbaya washirikina min ahli Makkah, Allahumma ja'alha alayhim sininan kasinini Yusufa. Kwa hapa mpita katika lugha tu kislin wa haraka zilizokuwa wazi mwishoni, harakatun dhahira fathan dhamma au kasra. Waqad ruwiya hadha alhadith, kisha imepokewa tena hii hadithi biriwati ukhra, kwa riwaya nyingine la ukhati ammati al-arab, kwa lugha ambayo ni Waarabu tunatumia, Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusufa. Maana yake imeondoshwa nuni kwa sababu ya idhafa. Kasini ilikuwa sinina kwa sababu idhafa imeegemezwa katika Yusuf, ikaondoshwa, na hii sinina hapa ilipo imepita katika irabu ya kawaida, ambayo hapo ilipo maana yake ni mansubu. Ikiwa ni mansubu hapo ilipo inakuwa minasibishwa bil ya'i niyabatan anil fatha li'annahu mulhaqun bi jami' al-mudhakkar salim. Fa imma yakuna alayhim as-salatu wassalam, alayhi salatu wassalam, imma bi mtume sallallahu alayhi wasallam kad takaddam bi lughatayn jami'an, kama alizizungumza lugha zote mbili pamoja, maratan bihadhi wa maratan bitilka, mara hii ametumia hii na mara hii ametumia hii, lianna dua maqamu tikrari lil mad'u bihi, kwa sababu dua ni sehemu ya kurudia kile kinachoombewa. Wa hadha huwa dhahiru, na huu ndio muonekano uliokuwa wazi. Wa imma an yakuna kad takallama, na imma huenda mtume sallallahu amezungumza lughataini, lugha zote mbili, warawahu ruwatu bihi majamia, na wakapokeza wamepokea kwa zote. Kullu minhum, vyote hivyo rawahu bi lughati kabilati, kwamba kila mmoja katika wao Arabu kwamba amepokea kwa lugha kabila lake. Lianna riwayat bil maana jaizatun, kwa sababu kupokea kitu kwa maana inakuwa inajuzu, kama tunavyosoma katika masala hadithi inda almuhaddithin. Na miongoni ambao wamethibitisha hilo na wamekubali katika wanachoona hadithi ni Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi, japokuwa wengine wamekataa kwa sababu jambo ambalo lina khilafu. Na hata katika Alfiyatul Iraqi imekuja kule waliyaru bil alfazi man lam ya'lam, na apokee kwa matamko kwa lafzi, asipokee kwa maana. Yule ambaye hajui madlulaha maana zake katika upande wa matamko, basi apokee kwa matamshi yake. Wa ghayruhu falmudhamu ajaza, lakini kuna ambao wamejuzisha bil maana wa kila al khabar, lakini wengine wakataa akasema hapana, katika habari ambazo ni hadithi za Mtume sallam haifai kupokea kwa maana. Lakini wa Sheikh fi tasnifi, Sheikh ambaye anakusudiwa Ibn Salah, katika upande wa tasnifu ya kitabu chake, katika upande wa masala ya kutunga vitabu, yeye amekataa kwamba haifai kupokea kwa maana. Kwa hiyo tunairudisha kule kwamba ikiwa imefaa kupokea kwa maana, na wale walikuwa wamejuzisha kwamba itakuwa inafaa kupokea kwa maana, wao wamesema kwamba unaweza ukachukua lugha ambayo huifahamu ukaifanyia tarjama na ukaitafsiri kwa maana lugha ya kwenu, na hii inafaa kiupande wa lugha. Hiyo inafaa, basi vile vile katika masala hadithi itakuwa inafaa. Kwa hiyo ni katika sehemu ambazo wametoa kama hoja. Wa ala hadhihi lugha, na juu ya lugha hii anasema jaa shahidu, umekuja ushahidi, alladhi rawahu sharih, kama jaa kauli Jarir, anasema kauli Jariri, ara marra as-sinina akhadhna minni kama akhadha as-siraru min al-hilal, naona miaka imepita na ikanichukua mimi kama ilivyochukua as-siraru. As-siraru maana yake ni usiku wa mwisho, sasa ni katika mwezi au katika upande wa mwaka. Kwa hiyo as-siraru min al-hilal, kama ulivyochukua as-siraru maana yake usiku wa mwisho katika min al-hilal, kutokana na mwezi. Wa kaulu shana, kauli mshairi, mahallu shahidi katika sehemu hiyo ni as-sinin, ambayo hapo ilipo imepita katika upande wa lugha ambao tunaelezea. Alam nasuk al-hajija salima addan, muulize maaddan sinina, na hii sinina hapo ilipo imekuja sinina matu adula na hisabu. Hivi hatukumkokota al-hajij ni mtu ambaye ni mijadala. Salim muulize maiddan, kwa sina hatukukokota al-hajij sinina kwa miaka, matu adula na hisabu, miaka ambayo haihesabiwi kwa sisi, manake kwa siku zilivyokuwa nyingi au kwa hiyo miaka ilivyokuwa ni mingi. Almuhimu mahalu shahidi ni tamko sinina. Sinina imepita katika irabu ya kawaida ambayo tunaitumia katika lugha ya ammatil arab. Wa qawlu al-akhar, na kauli mwingine anasema sinini, hapo imepita katika upande wa lugha hii ambayo tunaelezea, lugha ya irabia kwa harakati, au kama tulivyosema katika lugha ya ghaslin au lugha ya arabuna ambazo tumezielezea. Kwa hiyo sinini kulluha, miaka yangu yote, la kaitu harban, nimekutana na vita, wa andu ma as-saladima tudhukur, na mimi nazingatiwa katika ile ma-saladi, mimi niko pamoja na saladima. Saladima ni wale watu mahodari, adhukuru waliokuwa wanaume. Wa min al-arab, lakini wapo miongoni mwa Waarabu. Anasema kwamba man yulzim hadha al-baba, kuna ambao wanaulazimisha mlango huu, alwawa wanalazimisha wao, wa yaftahu nuna fi kulli ahwali,
na wanatia fatha nuni katika hali zote. Kwa fayakunu i'rabu biharakati muqaddara ala alwaw, kwa i'rabu yake inakuwa ni kwa haraka juu ya wau, maana min dhuhuriha athqalu. Kwa hiyo wanaipeleka hivyo kwa sura ya kukadiria, kwa hiyo inakuwa i'rabu yao ni ya takdiri ya wau, maana min dhuhuriha athqal ni kama vile ismu ambao ni nakis au ismu ambao ni manqus. Kina alqadhi na adda'i, maana i'rabu yake inafana kama hii. Wa minhum, na kuna miongoni mwao man yulzimuhu alwaw, kuna ambao wanalazimisha wao katika huo mlango, wajal al-i'rab harakatin dhahira, na i'rabu wanaifanya kwa haraka zilizokuwa wazi, ala nun kule mwishoni, ambao ni kama ile lugha tu arabuni tulisema, ka i'rabi zaitun, kama vile tamko zaituni na arabuni, wanawi na mfano wake. Wa minhum, na miongoni mwao man yujri al-i'rab alladhi dhakarnahu, kuna ambao wanapitisha i'rabu ambao tumeelezea awalan huko mwanzoni, fi jami'an wa jamil mudhakkari, katika aina zote za jamu za aina za jamu mudhakkari, wama ulika bina vile vilivyounganishwa, kwamba wao wanapitisha i'rabu ambayo tumeelezea huko nyuma. Ijra lahu mujra mufradi, yale mapito ya mufradi ambayo tumeelezea kama jina la kawaida kwa haraka. Wa takharraju ala hadhihi lugha qawlu dhil isba, na hupatikana utokezea juu ya lugha hii kauli ya dhil isba al-udwan aliposema inni ubayun, hakika mimi ni kijibaba, dhu muhafadhatin, mwenye kuchunga majambo, wa ibn ubay ni mtoto wa kijibaba, min ubayina, katika vijibaba. Kwa hiyo aliposema min ubayina, hapo kuna mahallu shahid, na ataelezea mbeleni katika upande wa fawaid. Anasema wajuzu fi hadha albab au fi hadha albayti, inajuzu katika upande wa beti hii, an tukharrijahu ala ma kharraja alayhi baitu Suhaim. Kwa inajuzu kupitisha katika beti hii ukatoa vile ambavyo vilivyokuwa vimetolewa katika beti ya Suhaim, al-ati kariban, ambayo itakuja mbeleni huko inshallah. Kwa fatala khasla, kuchukua ufupisho min anna hadha au min hadha, kutokana haya, anna ma dhakarnahu fi sin, kwamba tuliokuwa tumeelezea katika tamko sinina, wa babi na mlango wake arba'u, anna ma dhakarnahu, kwamba vile tulivyokuwa tumeelezea katika mlango wake ni arba'u lughatin, kuna lugha 4. Wa anna ma dhakarnahu fil jami' ammatu, na vile ambavyo tumevitaja katika upande wa jamii sawa sawa ni katika upande wa zile ambazo zitakuwa ni mulhaqati, au katika zile ambazo sio mulhaqati. Kwa hiyo anaelezea kwamba ammatan, kiujumla lughatan, ni vitu viwili. Kisha baada hapo tunarudi juu, kisha tutashuka kwenye namba ya mwisho, namba 8, kuchukua faida zilizokuwa zimebakia. Anasema wa in shi'ta, na ukitaka hadhafta at-tanwina, utaondoa tanwini, wa huwa aqallu, na itakuwa ndio utetezaji min ithbati, kuliko kuthibitisha hiyo tanwini. Waqtulifa fi ittiradi hadha, lakini mtofautiana na wanachuoni, je, hii imeafikiana kaida hii lugha ya ghislin kupita katika mapito haya? Wasawi annahu la tarid, lakini sasa anasema kwamba haikuafikiana kaida. Wa minhu qawlu, na miongoni mwa kuna kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hum ja'alaha alaihim sininan kasinini yusufa. Wa mithlu, mfano wake ni kauli shairi aliposema da'ani min najdin fa inna sininahu la'ibna, da'ani ni Tamim kutoka katika mji wa Najd, fa inna sininahu, kama miaka yake, la'ibna bina shiba, ilichezea kwa sisi mvi, wa shayyabnana mudda, na vile vile pia muddan, shayyabna ni wakatutia sisi mvi muddan, na hii muddan ni mtu ambaye haoti ndevu, kama tunasema ndio anaitwa amradu. Kwa hiyo imetumika tamko hili, wanasema kwamba almuddu wa huwa man lam yambut biwajhi sharun, yule ambaye katika uso wake hakuna ndevu yoyote. Kwa hiyo umetutia sisi mvi murdan, kwa hao murdan, ambao murdan ndio kama tulikuwa tumeelezea katika upande wa maana, lakini mahallu shahidi ni tamko sinina, fa inna sininahu, imepita katika mapito hayo tuliokuwa tumeelezea. Kisha akaelezea ashahidu ijra'u sinina, ni kuipitisha tamko sinina mujra alhin, mapito ya hin fil i'rab bil harakati, katika kuirabia kwa haraka. Wa izam nun, na vile vile pia kulazimisha nun mal idafa, pamoja na idafa kama tulivyoona kasinini yusufa, maana yake imepita katika mapito ya lugha ya ghislin kwa i'rabu za adh-dhahira. Namba 7 anasema chini, albaitu lisimma, baiti za huyu as-Simma ibn Abdullah, ahadu shu'ara asr ad-dawla al-Umayyah, ni mmoja katika wale washairi wa dola al-Umayyah. Wakana as-Simma qad hawa ibnata amilla, wanaeleza munasaba kwamba alimpenda mtoto wa ami yake ambaye jina lake alikuwa anaitwa ismu Haraya, tabaha, akamchumbia.
faradhi amuhu an yuzawijaha, yake karidhia amozeshe ala ayumhira 50 min al-ibl, lakini mahari atoe ngamia 50. Fadhakara dhalika li abihi, huyo Asima akamwelezea baba yake, fasaka anhu 49, akapeleka ngamia 49. Fa aba amu yake akakataa, ila yukamilaha, isipokuwa kamilishe 50. Wa aba abuhu, na babake akakataa, ayukamila babake, huyo Asima akakataa na kukamilisha. Wala jali inadu, kwa hiyo mapingano pale akawa yamekuwa makubwa bainahuma. Falam yara Asima buddan, hakuona budi tena Asima min firaqima, kuachana nao jamian wote wawili. Farahila ila Sham, akaondoka kuelekea Sham. Fakana wa huwa bisham yahinu, akawa mwenyewe yahinu, anapatwa na upole na huruma, na akizungumza maneno hayo yalikuwa yametoka katika upande wa hiyo beti, inni ubayyun fi muhafadhatin. Kisha baada ya hapo tukawa tumemaliza mlango wetu, na mlango unaoelezea mbeleni ni katika kuelezea nuni ya jamu mudhakkar salim na nuni ya musanna, ambao tutakuja chukua inshallah katika darasa inayofuata biidhnillah karim. Ila huna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.